Idi Amini, darasa la 4 aliyewatia adabu wazungu, naye akatiwa adabu na Nyerere. Mwandaji wa historia hii ni Dennis Mpagaze. Msimuliaji ni mimi Ananias Edgar _TZ kwenye Instagram. Niandikie kwa maoni na ushauri. Idi Amini dada Oume wa Uganda ni Mwafrika pekee aliyebebwa kichwani na wazungu kama wao walivyotufanyia enzi za utumwa. Dunia ikashangaa, Afrika ikaduaa, Waganda wakashangilia wasijue baada wenzao ni wao. Kweli, alipomaliza wageni alihamia kwa Waganda waliofikiri tofauti na yeye. Adhabu ilikuwa kupigana nyundo kichwani wao kwa wao, na wa mwisho alimaliziwa na agents wa Amini. Halafu akaenda kuua na Kagera. Kule alimuua mpaka mkuu wa polisi mkoa wa Kagera, SP Hans Pop. Nyerere akatangaza vita na Amini, akamtwanga mpaka kukimbia nchi. Kamanda Msuya, kijana wa Nyerere, akaitawala Uganda kwa siku 3. Historia ikaandikwa. Idi Amini alizaliwa kati ya mwaka 1923 mpaka mwaka 1928. Hakuwa na elimu kubwa, alishia la 4 tu, lakini muziki wake haukuwa wa kitoto. Ni mtu alikuwa na kasi kubwa katika maamuzi yake. Hata shule aliona ni michosho tu, akaishiti na kwenda mtaani kupiga kazi za wanaume, yani vibarua. Mwaka 1946 akala shavu la upishi kwenye jeshi la mkoloni, yani King's African Rifles (KA). Akiwa kazini, wakoloni waliona hii ni mashine hii, wakaingiza jeshini kwenda kupigana vita ya pili ya dunia. Akiwa jeshini, Amini aling'ara katika michezo mbalimbali kama vile kuogelea na boxing. Aliwahi kuwa bingwa wa ndondi wa uzito wa juu nchini Uganda mwaka 1960 mpaka mwaka 1961. Mwaka 1959 Amini alipata cheo cha warrant officer, cheo kikubwa kabisa kwa Mwafrika katika jeshi la mkoloni. Mwaka 1961 akapanda tena na kuwa lieutenant. Baada ya uhuru wa Uganda mwaka 1962 Amini alipanda cheo na kuwa captain, na mwaka 1963 kuwa meja. Kutokana na utendaji kazi wake uliotukuka, Amini alipanda hadi kuwa commander of the army. Hapo ndipo akaanza kuharibu. Akaingiza vijana wa kabila lake jeshini, akawa na matumizi mabaya ya fedha jeshini na ujana mwingine mwingi sana. Mwaka 1969 akafanya jaribio la kumuua Rais Obote. Uchunguzi